Habari mtazamaji wa SAUT TV, ni matumaini yangu mzima wa afya. Karibu katika kipindi cha Weekly News Counter. Tuziangazie habari kubwa 7 zilizotokea ulimwenguni kote. Jina langu ni Arafa Gondae. Karibu. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 anatarajia kufanya ziara yake ya kwanza ambayo ni safari ya kitume ya siku 10 barani Afrika, huku nyingine 2 za barani Ulaya. Kwa undani wa taarifa hii tujiunge na Veronica Mliatu. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Vatican, ziara ya kwanza itakuwa ni safari ya siku 1 mwishoni mwa mwezi Machi, ikifuatiwa na safari ya Afrika mwezi Aprili tarehe 13 hadi tarehe 23. Na safari ya siku 6 ni kwenda Uhispania mnamo mwezi Juni. Katika ziara hiyo barani Afrika, miongoni mwa masuala ambayo Papa Leo wa 14 atayapa kipaumbele ni pamoja na kuhimiza maendeleo katika bara la Afrika. Papa Leo amelenga kuzuru maeneo ya Algeria, Angola, Equatorial Guinea na Kameruni. Mnamo mwezi Januari, Kardinali Fridolin Ambongo, ambaye ni askofu mkuu wa Kinshasa na rais wa kongamano la mabaraza ya maaskofu Afrika na Madagascar, SECAM, alidokeza mipango ya Papa Leo kuzuru Afrika mwezi Aprili. Papa anapotembelea nchi, hasa nchi zilizo katika hali mbaya, hutoa matumaini kwa watu, hasa watu wanaoteseka, Kardinali alisema katika mahojiano ya mwezi Januari. Ziara ya Papa barani Afrika inafuatia safari yake ya kwanza ya nje ya Uturuki na Lebanoni mwishoni mwa mwaka jana, ambapo alitoa wito wa amani na maridhiano Mashariki ya Kati. Hii itakuwa ni ziara ya kwanza ya Papa Leo barani Afrika tangu kushika uongozi wa Kanisa Katoliki. Veronica Mliatu, SAUT TV. Mkuu wa haki za binadamu kupitia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Volker Turk ameitaka Iran kusitisha adhabu ya kifo kufuatia ongezeko la watu wengi kuwa katika hatari ya kunyongwa kutokana na maandamano makubwa yaliyotokea Januari nchini humo. Amos Daud ametuandalia ripoti ya taarifa hii. Taarifa iliyotolewa na Mkuu wa Usalama wa Mataifa Volker Turk siku ya Ijumaa huko Geneva, akisema ameshtushwa na ripoti kwamba angalau watu 8 wakiwemo watoto 2 wamehukumiwa kifungo kutokana na maandamano yaliyotokea Januari, wakiwemo watu 30 walio katika hatari ya kuhukumiwa kifungo cha maisha. Makundi ya haki za binadamu yanasema maelfu ya watu waliuawa katika msako mkali dhidi ya maandamano hayo ya mwaka 2026 mwezi wa kwanza, machafuko mabaya zaidi kutokea nchini Irani ambayo yameshuhudiwa tangu enzi ya mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979, hali iliyopelekea rais wa Marekani Donald Trump kuionya Tehran kwamba anaweza kuagiza hatua za kijeshi ikiwa itatekeleza kifungo hicho cha kuua waandamanaji. Serikali ya Oman ilisema mazungumzo nchini Geneva siku ya Alhamisi kati ya Marekani na Irani yalipiga hatua kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran, lakini hakukuwa na dalili yote ya mafanikio ambayo yangeweza kuzuia mashambulizi ya Marekani, huku kukiwa na ongezeko kubwa la kijeshi linalotishia usalama wa nchi. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa UN limewawekea vikwazo makamanda 4 wa kikosi cha wanamgambo cha Sudan Rapid Support Forces RSF kwa tuhuma za kuhusika na ukatili dhidi ya raia katika mji wa Darfur Kaskazini nchini Sudan. Tujiunge na Zainab Isa kwa taarifa zaidi. Vikwazo hivyo vinahusisha marufuku ya kusafiri pamoja na kufungiwa mali zao. Hii ni mara baada ya ripoti ya kamati ya Umoja wa Mataifa kudai kuwa makamanda hao walitoa amri ya kuua raia bila kuwachukua mateka, huku wataalamu wa Umoja wa Mataifa wakisema kuwa vitendo hivyo vinaonyesha kuwa na dalili za mauaji ya kimbari. Aidha, maafisa wa Umoja wa Mataifa wanasema maelfu ya raia waliuawa wakati wanamgambo hao walipouteka mji wa El Fasher Oktoba 26 baada ya kuzingira mji huo kwa miezi 18. Kikosi cha RSF kiliundwa mwaka 2013 kutoka katika kundi la Janjaweed na imekuwa na vita dhidi ya jeshi la Sudani tangu mwaka 2023,
huku wachambuzi mbalimbali wakisema hatua hiyo ya Umoja wa Mataifa ni muhimu katika kuimarisha uwajibikaji na kuongeza shinikizo la kumaliza mapigano yanayoendelea nchini Sudan. Mbali na hayo, Umoja wa Mataifa umesema ukatili dhidi ya wanawake ni janga la dharura duniani kote, huku ukilaani vikali hali inayoongezeka ya ukiukwaji wa haki za wanawake duniani. Hayo yamebainishwa na msemaji wa Umoja wa Mataifa Volker Turk katika Baraza la Haki za Binadamu, akiweka wazi kuwa wanawake na wasichana takriban 50,000 wameuawa kwa mwaka 2024, huku akigusia mauaji pamoja na unyanyasaji uliodhihirishwa katika kesi ya Jeffrey Epstein nchini Marekani. Serikali ya Afghanistan inatarajia kutatua migogoro na Pakistan kupitia mazungumzo ya amani, huku kukiwa na mapigano ya hivi karibuni ya mpaka kati ya majirani hao wawili. Salome Christian ametuandalia taarifa hii kwa undani. Msemaji wa serikali ya Afghanistan Zabihullah Mujahidi amesema kwamba wamesisitiza mara kwa mara suluhisho la amani na bado wanataka tatizo lituhuliwe kupitia mazungumzo. Mujahidi amesema ndege za Pakistan bado zilikuwa zikiruka juu ya Afghanistan saa chache baada ya Islamabad kuanzisha mashambulizi ya anga dhidi ya Kabul na Kandahar na miji mingine. Kulingana na Mujahidi, wanajeshi 13 wa Afghanistan waliuawa na wengine 22 walijeruhiwa katika mapigano na Pakistan. Baadhi ya raia 13 pia wamejeruhiwa. Kwa upande mwingine, Urusi imetoa wito kwa Afghanistan na Pakistan kurejea kwenye meza mazungumzo, huku kukiwa na mapigano ya mipaka kati ya nchi hizo mbili. Katika taarifa, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Maria Zakharova ameeleza wasiwasi wa Urusi juu ya kuongezeka kwa mapigano ya silaha kati ya Afghanistan na Pakistan. Ametoa wito kwa Pakistan na Afghanistan kuachana na makubaliano haya ya hatari na kurudi kwenye meza ya mazungumzo ili kutatua tofauti zote kupitia njia za kisiasa na kidiplomasia. Katika hotuba ya baadaye kwa waandishi wa habari wakati wa mkutano na waandishi wa habari, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesisitiza kuwa Moscow inafuatilia hali kwenye mpaka Afghanistan na Pakistan, akieleza matumaini ya kumalizika haraka kwa mapigano hayo. Ikumbukwe kuwa siku ya Alhamis ilitangaza kuwa ilianzisha mashambulizi ya mipaka dhidi ya Pakistan juu ya mashambulizi ya anga siku ya Jumapili na Islamabad ndani ya Afghanistan ambayo yalisababisha vifo vya wengi, Pakistan ikijibu kwa moto mkali na mashambulizi mapya ya anga katika majimbo ya Kabul, Kandahar na Paktia mapema Ijumaa. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limefanikiwa kumuua msemaji wa kundi la M23 Willy Ngoma katika shambulio la ndege isiyo na rubani karibu na mji wa Rubaya, jimbo la Kivu Kaskazini. Elisha Hezron ametuandalia undani wa ripoti hii. Shambulio hilo lilitokea alfajiri ya Jumanne tarehe 24 Februari mwaka huu, saa za mapema, takriban saa 2 asubuhi kwa saa za Afrika ya Kati. Vyanzo mbalimbali ikiwemo Reuters pamoja na African News vimethibitisha kuwa shambulio hilo limeua watu 9 na kumkosa kwa karibu kamanda mkuu wa kikosi cha M23 Sultan Makenga, ambaye aliondoka eneo hilo muda mfupi kabla ya shambulio hilo. Mji wa Rubaya ikiwa ni eneo muhimu la uchimbaji wa madini ya coltan ambayo yanachangia takriban 15% ya uzalishaji wa madini duniani kote. Eneo hili limekuwa chini ya udhibiti wa M23 kwa muda, na huku shambulio hilo likija wakati mapigano yakiendelea pamoja na mazungumzo ya amani yakiongozwa na Qatar. Jeshi la nchi ya Kongo limesema kuwa wamefanikiwa kuondoa mitandao ya kigaidi mashariki mwa nchi hiyo. Kwa upande wa M23 bado hawajatoa taarifa rasmi ya kifo chake, lakini msemaji wao Lawrence Kanyuka amelaumu serikali ya Kinshasa kwa shambulio hilo, huku likipelekea kuongezeka hofu kwa raia. Marekani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimesaini mkataba wa makubaliano ya ushirikiano katika sekta ya afya yenye thamani ya dola bilioni 1.2 za Kimarekani. Kwa undani wa taarifa hii, tujiunge na mwandishi wetu Joyce Pakome.
Makubaliano hayo yameidhinishwa kulingana na taarifa ya pamoja iliyotolewa Alhamisi, huku Marekani ikisema itaipa Kongo dola milioni 900 katika kipindi cha miaka 5 zitakazotumika kuisaidia Kongo katika kupambana na magonjwa ya kuambukiza kama vile upungufu wa kinga mwilini, ukimwi, kifua kikuu, malaria, vifo vya mama na mtoto pamoja na magonjwa mengine ya kuambukiza. Kwa upande wa Kongo imesema kuwa itaongeza bajeti yake katika sekta ya afya takriban dola milioni 300 ndani ya muda huo ambao Marekani imepanga kutoa fedha hizo. Aidha, makubaliano hayo ni sehemu ya uhusiano kati ya Marekani na nchi za Afrika katika sekta ya afya ambapo tayari mataifa 19 yamesaini makubaliano ya aina hiyo. Mpango huo ni mbadala wa programu ya afya zilizokuwa chini ya shirika la maendeleo ya taifa la Marekani USAID ambalo kwa sasa limefungwa. Tangu kupata uhuru mwaka 1960, DRC imekuwa mshirika wa muda mrefu wa Marekani katika nyakati tofauti za kisiasa, kuanzia kipindi cha vita baridi hadi hatua za sasa za kuimarisha demokrasia. Makubaliano hayo ya Marekani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanaakisi mwelekeo mpya wa uhusiano wa kimkakati unaolenga kuimarisha sekta za afya, usalama na uchumi. Serikali ya Uganda imetoa msamaha kwa waasi zaidi ya 28,000 tangu mwaka 2000 na kutoa wito kwa wale ambao bado hawajarejea nyumbani kufanya hivyo chini ya muda uliowekwa. Yongwe Dedama ametuandalia ripoti hii. Akizungumza na wanahabari siku ya Jumatano, Jaji Onega alifafanua kuwa lengo la msamaha huo ni kurejesha amani, huku kundi kubwa lililonufaika na msamaha huo ni wapiganaji wa zamani wa jeshi la upinzani la Rhodes Resistance Army linaloongozwa na mbabe wa kivita Joseph Kony, hatua ambayo inatajwa kuwa na mchango mkubwa katika kupunguza makali ya mzozo uliodumu kwa miongo kadhaa kaskazini mwa Uganda. Mbali na kundi la LRA, mpango huo pia umewagusa wapiganaji kutoka makundi mengine ya waasi kiwemo pamoja na kundi lilo chini ya Ali Bamuze, huku tume ikifungua milango kwa wanachama wa kundi la kigaidi la ADF ambalo kwa sasa linaendesha harakati zake katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, Jaji Onega alisisitiza kuwa tume yake inaendelea kufanya juhudi za kuwasiliana na viongozi wa makundi hayo yaliyoasi kwa lengo la kuwashawishi na kuwasaidia wapiganaji wao kuweka silaha chini na kuanza mchakato wa kutangamana tena na jamii zao kwa amani. Mtazamaji, hadi kufikia hapa huu ndio mwisho wa habari hizi. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama Instagram, Facebook pamoja na TikTok kwa jina la SAU TV. Kwa niaba ya jopo zima la uandaaji wa kipindi hiki, jina langu ni Arafa Ngondae.